Ni kukaribisha sana mpenzi mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Wanajeshi wa jeshi la Nigeria waliokuwa wamekamatwa baada ya ndege yao ya kijeshi kutua kwa dharura nchini Burkina Faso wameachiwa na kuruhusiwa kurudi nyumbani, taarifa kutoka kwa mamlaka za Burkina Faso zimeeleza. Wanajeshi 11 wa jeshi la anga la Nigeria walikamatwa baada ya ndege yao ya C-130 kuingia anga ya Burkina Faso bila ruhusa, tukio lililotokea Jumatatu. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea Ureno, lakini ililazimika kutua katika mji wa Bobo Dioulasso kutokana na tatizo la kiufundi. Mamlaka ya Burkina Faso pamoja na nchi za Mali na Niger zilieleza kuwa ndege hiyo ilivunja sheria za anga na nchi zao, na hivyo kuwa kitendo cha kuvunja uhuru wa anga za nchi wanachama wa Umoja wa Nchi za Sahel AES. Taarifa kutoka kwa AES ilisema uchunguzi ulionyesha kuwa ndege hiyo ilikosa ruhusa ya kupita angani mwa Burkina Faso. Hata hivyo, jeshi la anga la Nigeria lilisisitiza kuwa kutua kwa ndege hiyo kulikuwa kwa sababu ya tatizo la kiufundi na kwamba walifuata taratibu za usalama. Jeshi la Nigeria lilisema kuwa wahudumu wa ndege walikuwa salama na walipokelewa vizuri na mamlaka za Burkina Faso. Baada ya uchunguzi, mamlaka za Burkina Faso ziliruhusu wanajeshi wa Nigeria kuondoka na ndege hiyo ilipanga kuendelea na safari yake kwenda Ureno kama ilivyopangwa. Taarifa kutoka katika jeshi la anga la Nigeria lilithibitisha kuwa wanajeshi walirudi salama na shughuli za ndege zilipangwa kuendelea. Tukio hili linakuja wakati ambapo mvutano kati ya nchi za Sahel na Umoja wa Kikanda wa ECOWAS baada ya nchi hizo tatu zilizojitenga, Burkina Faso, Mali na Niger, kuondoa ushirikiano wao na ECOWAS kwa madai ya matatizo ya kisiasa na usalama. Nchi hizo pia zimejizatiti kujiweka mbali na nchi za magharibi, huku zikiimarisha uhusiano na Urusi. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanahusisha tukio hili na mivutano ya kijeshi katika ukanda wa Afrika Magharibi, hasa ikizingatiwa kuwa Nigeria iliongoza operesheni ya ECOWAS dhidi ya jaribio la mapinduzi nchini Benin, ambapo ndege na vikosi vya kijeshi vya Nigeria vilitumika kuingilia kati. Hatua za rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kuwashikilia wanajeshi 11 wa jeshi la anga la Nigeria zinafuatiwa na kile ambacho kilifanyika kwa jeshi hilo kwa ajili ya kuweza kuisaidia Benin dhidi ya mapinduzi ya kijeshi mnamo siku 2 zilizopita, ambapo waliweza kumsaidia Rais Patrice Talon kubaki madarakani na kuweza kuondoa tishio lote la mapinduzi ya kijeshi katika taifa hilo. Sasa basi, baada ya uchunguzi kuweza kufanyika, hatimaye wanajeshi hao wa jeshi la Nigeria waliweza kuachiwa na kuweza kuendelea na safari yao, lakini taarifa za kuweza kushikiliwa kwao ziliweza kuibua taharuki kubwa mnamo mchana wa siku ya hii leo. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi basi usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.